Na hujambo mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, bibi, mama, shangazi, dada, karibu katika bimashada ya TBC1. Na hii leo basi tunasema kutoka kwenye ardhi, anga, majini, lakini leo tupo kunako treni ya Tazara. Kuna nini huku? Bimashada gani ametuleta huku kwa siku ya leo? Tunakwenda kuzungumza naye kufahamu safari ya maisha yake, nini anafanya, alianzia wapi, amefikaje hapa alipo, kiashiria cha kuonyesha kwamba mwanamke yu tayari kuianza safari ya sisi kuzungumza naye kwa siku ya leo. Bimashada katika TBC1, tutakwenda kuketi na bimashada ambaye tumemtembelea kwa siku ya leo kuweza kufahamu safari yake ya kuingia katika kazi hii ambayo anaifanya. Ni kazi gani? Basi nikukaribishe katika TBC1 bimashada, na huyu ndiye bimashada wetu wa leo. Na mtazamaji wa TBC1, kama alivyokueleza bimashada walioiona fursa kwenye usafiri wa reli, leo hii ndo tumekuja kumtembelea kwa ajili ya kuzungumza naye. Judith ni nani? Tukianza tu katika safari ya kukufahamu kabla tujazungumza ya chombo hiki kikubwa nyembamba, lakini unapita mpaka kufika unakwenda sema kwenye chuma cha reli, lakini mzigo mzito kama huu. Tuanze safari yako kutambua kwa mtazamaji ambaye anakufuatilia. Kwa jina naitwa Judith Ligenzi, Velus Ligenzi. Mimi ni mzaliwa wa Kisaki, Morogoro, na wengi wanafahamu. Safari yangu haikuwa rahisi. Safari yangu ilikuwa ngumu kidogo. Kwa sababu sehemu hiyo ambayo nilosema nimezaliwa, Kisaki, ni sehemu ambayo hii reli yetu ya Tazara imepita hapo. Kwa hiyo mara nyingi nikiona hii treni inapita, yani nikawa naona nikiona hiki kichwa cha treni, yani nilikuwa nakiona katika mtazamo ambao ni mkubwa sana, kwamba yani anayeendesha inakuaje, yani anatumia nguvu gani, mpaka saa nyingine kana waza labda inawezekana anatakiwa wewe mtu mnene mkubwa mwenye kilo kubwa. Kwa hiyo nikaa najikuta yani nina mambo mengi ambayo yalikuwa naumiza kichwani mwangu, lakini sasa ndo nikaa tunapita tu nikiliangalia, basi ndo hivyo. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda na mimi nikiwa na mambo mengine huko, baada ya kumaliza shule ya elimu yangu, nikaa tu nimejishikiza sehemu nyingine. Kabla kufika kwenye kujishikiza hapa poda, Judith, kwa binti ambaye anatufuatilia ambaye yuko shuleni, pengine tupitishe hapo kwenye safari ya shuleni, ili naye kama anatamani kuwa dereva wa treni, apite wapi, afanye nini, yani ama asome nini? Yani kiukweli kabisa, mabinti wote mnaoniangalia, hata mliokuwa vyuoni, na yuko, naomba niwape wito mmoja tu, ili upite hapa niliposimama kwenye hiki kichwa cha treni hiki ambacho kiko pembeni yangu hapa. Kwanza kabisa tunatakiwa tusome masomo ya sayansi, tusiyaogope, kwa sababu hayo ndio yalonisababisha mimi niwepo hapa. Kwa hiyo ndio nyepesi sana ambayo ukishapita hapo tu. Kwa hiyo yani unapokuja kuomba interview huko, kama umefaulu hayo masomo, yani sidhani tu labda kuwe na vigezo vingine vitakavyokukataa, lakini naomba kabisa msikimbie. Hakuna ugumu, kila kitu kinawezekana. Maisha ya Kisaki ya kuona kichwa cha treni kinapita mpaka kutamani na kuingia kwenye sayansi. Tuna wimbo ambao huo unaimbwa na wengine tukisema tunatamani tusiusikie ili kuogopesha mabinti, wakisema masomo ya sayansi ni magumu. Kwako ilikuwaje? Yani kila kitu nasema ukiwa na nia nacho. Kama hivyo mimi nilipokuwa natolea mfano tu nilivyotamani hiyo treni, kwa sababu ilikuwa inapita kijijini kwangu. Kwa hiyo yani kitu kile kiko ndani ya moyo. Kwa hiyo ukiweka nia, hakuna kinachoshindikana. Mbona mama anaweza? Mbona mama anaweza? Kwa nini mimi mwanamke au mdada ambaye unasoma sasa hivi umeweka nia yako kuanzia day one kwamba mimi naenda shuleni, lakini nataka nisome au niwe fulani au niwe kama Judith ambaye naongea sasa hivi dereva train. Lakini Judith nimemsikia kwamba ili niwe kama Judith kuendesha train natakiwa nisome masomo ya sayansi. Kwa nini ushindwe kama unaweka nia? Ni kuweka nia tu basi. Kwa sasa hivi una muda gani tangu uanze kuendesha? Nina miaka 10 na sasa hivi naelekea mwaka 14. Miaka 14. Najaribu kurudisha huko nyuma na mpaka mambo ya chuo na elimu huko, na mimi walimu hawakuwa wa kiasi hiko. Ninyi mliwezaje mkapenya katika changamoto ya uhaba wa walimu, lakini mkapenya katikati ya masomo ya sayansi? Yani sisi hapa tulikuwa na timu, yani unajua katika michepuo ile, yani kulikuwa na timu ambayo tulisema sisi lazima tupite. Na hicho tu basi, na walimu wakaona nia yetu, kwa hiyo wakatupa nguvu zaidi.
Ni vipi mliweza, ili mzazi binti anayetufuatilia kwamba kumbe naweza nikashikamana na mwalimu nikafanikiwa? Yaani kwa sasa hivi wenzetu kwanza kisomo chao chepesi sana, kiko kiganjani. Kama kisomo kiko kiganjani, yani mimi naona yani wanasoma kiurahisi sana yani. Yaani ukifuatilia tu leo nimesoma yani kwa sababu sasa hivi topic ziko wazi kabisa. Yaani hata kama mwalimu amekufundisha hiki, unajua kijacho hiki, au msubiri mwalimu kwa elimu ya sasa hivi. Lakini sisi tulikuwa tunasubiri vitabu vichache. Lakini tulikuwa tunamsubiri mwalimu mpaka aandike tusome. Hata mambo ya photocopy haya hayakuepo kivile. Kwa hiyo unajikuta kila kitu darasani, ndio maana narudi tena. Ukiwa na nia ya kusema nataka nifanye kitu fulani, kinawezekana. Na Judith, kutoka kuitafsiri ndoto yako ya kuwaza mtu mkubwa akae kwenye treni ndo alisukume ama aliendeshe mpaka kuibadili kuwa uhalisia. Maana tunajua enzi za utoto unaweza ukiwa mkubwa unataka kuwa nani, unasema dereva, si nataka kuwa pilot, nataka kuwa nani, lakini si wote wanaishia huko. Lakini wewe ukaitafsiri ndoto yako ikawa. Ilikuwaje katika kuitafsiri hiyo ndoto mpaka leo hii tunakuja kupoji, kwa sababu una takriban miaka 14 ukiendesha treni? Bwana, tafasili yangu bwana, kuna mdada mmoja. Yaani wakati kichwani mwangu yani nalitafakari hii locomotive, kwa bahati nzuri akatokea mdada mmoja. Kwa sasa ni marehemu, anaitwa Lita Chibombo, amefariki. Sasa ule dada nilivyomuona anaendesha, kwa sababu sikuwa nawaza kabisa kama mwanamke, yani kwanza sijawahi kuona mwanamke anaendesha kwa kipindi hicho. Lakini nilivyomuona ule dada anaendesha na muangalia, anashuka tena pale pale kwetu pale. Yani nikimwangalia ni mwanamke kama mimi. Na ni mdada tu ambaye yani yupo tu yani alikuwa kawaida tu, hakuwa na mambo mengi. Hakuwa mnene kama ulivyokuwa unatazamia yani, kwa barabara mtu mnene kama hakuwa mnene kama vile nilivyokuwa nawaza. Kwa hiyo nikasema yani kumbe hilo jambo linawezekana. Basi kawa yani mimi kwangu nikasema kama huyu mwanamke anaendesha, basi ngoja na mimi nione namna nitakavyofanya itakavyokuwa. Lakini Mungu si asmani. Katika ile pita kuzunguka kusoma magazeti, nikaona tangazo kwenye gazeti la udereva wa treni Tazara. Nikasema hii hapana. Kwa hiyo ikabidi ninayo. Kule nikaomba. Wakati uko ushamaliza masomo, yani ushapitia chuo. Yani nishamaliza kila kitu, yani nilishakuwa nimeshaanza kufanya kazi sehemu nyingine huko nini. Hivyo nikaona tu sifa pale na mimi nimo. Mimi nikaomba. Judy, twende taratibu. Mwanzo hapo tuambie ulijishikiza sehemu. Sasa twende kwenye hapo mpaka ukafika chuo, ulisoma chuo gani na huko mnafundishwa nini? Mpaka ukaona mbona huko bado ukaamua kufanya kazi sehemu nyingine, mpaka kuja kukutana na hilo tangazo kwamba Tazara inahitaji madereva. Pamoja na kusoma huko kwenye vyuo, walituambia kwenye lile tangazo, silikumbuki, kwamba unapoenda kusoma kila kitu kinaanza upya, unaanza kuisoma ile locomotive jinsi ilivyo. Kwa hiyo yani unajua unaposoma chuo na unapoenda kule, yani unatoka sehemu moja, tuseme hata kazi tunazozisomea au hesabu unazozisomea darasani sizo unazokutana nazo kazini. Kwa hiyo kwa sababu tumeona kwamba kuna sababu, yani kuna mwanzo wa kila kitu kule chuoni. Kwa hiyo hesabu kumbe haziishi darasani. Ukiamua njia yako. Sasa inategemea na mazingira menyewe ya kazi ambayo wewe unafanya. Unaweza nadhani sasa hivi kila mchepuo unasoma hesabu, lakini kuna sehemu nyingine hata hesabu hauzitumii. Quadratic equation unaikuta wapi? Kazini. Hapo na hapo. Usikutana wapi? Hauwezi. Kwa hiyo sasa yani nilipoona ile kitu tu nikasema mimi huko chuoni, kwa sababu wamesema wanaenda kuanza upya kufundisha hivyo vitu. Mradi walitaka hivyo nikifanya interview kama nitafaulu. Kwa hiyo mimi sikuwa na ule uwalakini wala kubisha tena mara mbili. Nikasema mimi nitaenda huko, kama huko niliweza, huko lazima nitafanikiwa. Kwa hiyo basi, kwa hiyo kwa bahati nzuri nilipofanya interview nikapita. Chuo chetu sisi kwa Tazara kiko Zambia. Kwa maana hiyo wakati tangazo la Tazara linatoka, si kwamba ilikuwa inahitaji tu dereva ambaye pia atakwenda kupewa na mafunzo. Kwa hiyo pale yani kwenda kule walipotuvona nile ndo tukapelekwa huko Zambia kwa ajili sasa ya mafunzo rasmi ya uendeshaji wa treni. Ndio tukaenda kule Zambia kwenye kitongoji kwenye mji mmoja unaitwa Mpika, ndio kuna chuo cha Tazara pale. Sasa huko Mpika ndio tukaenda kupikwa pale. Kwa muda gani? Pale chuoni kama chuoni tulisoma kwa muda wa miaka 2. Ukishafaulu na pale tuliambiwa kabisa atakayefaulu ndo atakayekuwa yani amepata ajira. Kama utafeli yani ajira yako itakuwa imefanya nini? Imeishia pale. Na mpaka sasa hivi wanaohitaji pengine kusoma hivi wanapelekwa Zambia. Yani wote lazima wapite kwenye kile chuo. Yani wote. Kwa hiyo basi tukaenda pale Zambia tukakaa hiyo miaka 2 tukaisoma hiyo locomotive kama mnavyoiona vipengele vyote hapa.
tumevisoma kuanzia chini mpaka juu, tukatoka hapo tukasoma kuhusu reli. Tunajua Lote ile nalijua. Kwa hiyo baada hapo tulivyomaliza tukarudi sasa huku Tanzania. Kwa hiyo tulivyorudi hapa Tanzania, Kwa hiyo umetoka Zambia unakuja Tanzania tayari una ajira yako mkononi au yani bado hapo matokeo sasa hayajatoka? hapo matokeo yalishatoka kule. Maana kule hakuna, yani mbivu na mbichi inajulikana hapo hapo. Kwa hiyo majibu yalipotoka, kwa hiyo sasa ndo tumekuja huku Tanzania. Tulipofika Tanzania hapa tukapangiwa vituo. Kwa hiyo tukishapangiwa vituo tunakuwa tuko chini ya usimamizi wa wale madereva ambao wana uzoefu. Kwa hiyo tukawa tumefanya kazi nao kwa muda wa miaka kama 2.5 hivi, tukiwa chini ya uangalizi. Yaani sasa ndo unajua sasa kumbe honi inapigwa hapa sijui breki. Sasa kuna fault ambazo tulikuwa tuna matatizo ya kwenye treni yanapotokea tunasoma darasani. Kwa hiyo ikitokea sasa ndo unajua kumbe tatizo hili limetokea. Kwa hiyo sasa hapa ikitokea inabidi sasa nifanye hivi. Judy, ngoja. Kwa hiyo masomo ya kule darasani mlikuwa mnafundishwa Zambia na kuja kwenye uhalisia sasa kuiwasha locomotive yenyewe ili iende ni tofauti. Masomo ni yale yale. Masomo ni yale sasa, kwa sababu sisi tulikuwa tunasomea locomotive, yani hapa sasa tunasomea kila kitu hadi kuwasha, hadi kuendesha. Lakini sasa tulikuwa hatui na ile locomotive ni darasani. Kwa hiyo sasa kumkaja vitendo zaidi. Kwenye vitendo zaidi. Kwa ndo tukapangiwa makundi matatu. Kuna ambao tulikuwa Dar es Salaam, kuna wengine walikuwa Mlimba na wengine walikuwa wako Mbeya. Wakati unasoma mnakumbuka wanawake mlikuwa ngapi? Wanawake tulikuwa 4. Na wote mkafaulu? Wote tumefaulu. Sio ukiendesha gari utasema gari aina fulani pengine ni rahisi, hilo rahisisho kwa staili ni rahisi, ama ndege. Kila mtu na kazi yake anajua urahisi na ugumu wa kazi yake. Kwenye treni kuiendesha tu ili locomotive. Yani kiukweli jamani, niseme hapa, kuendesha locomotive sio kazi nyepesi. Ni kazi ngumu mno, inahitaji uangalizi wa hali ya juu na akili ya kujiongeza. Kwa sababu unapokaa kuendesha kama kuendesha tu kutembea, movement ni kitu kingine, ni cha kawaida tu, hata wewe unaweza ukaendesha. Lakini sasa jinsi tu ya kujua hapa locomotive ina changamoto gani, breki zangu zitafanya kazi ninapoenda, je, ikitokea matatizo huko kwenye locomotive na kujua reli yangu ikoje, ni kipengele kigumu sana. Sio kazi nyepesi, nisiwape na nini, sio kazi nyepesi. Lakini ukiwa na nia hakuna kinachoshindikana. Ni vitu gani muhimu katika kuiendesha treni ambavyo wapaswa kuvizingatia? Kitu cha kwanza, ninapoingia hapo nikishaiwasha kama imewaka vizuri, kuhakikisha breki zangu kama ziko sawa. Kwa kumbe zina breki. Sio tunaambiwaga nani haina breki. Ndio maana kwa huu msemo wa kusema nimeigonga treni na sio yenyewe ndio imenigonga mimi. Huko mlivyofundishwa imekaje? Wengi huwa wanajiuliza. Wanasema kwamba treni ina njia yake. Kwa hiyo mtu anapoifuata ile treni anakuwa ameifuata. Alafu tunasema anaigonga kwa sababu kuna sehemu nyingi zinakuwa na alama kwamba hapa, kama tuseme magari, kunakuwa na alama za barabarani zinazomuonyesha huko unakokwenda kuna reli imepita. Kwa hiyo unakuta dereva hazingatii zile alama za barabarani. Kwa hiyo anakuwa na haraka zake tu anapita. Na saa nyingine hata tukikuta sehemu za vivuko, saa nyingine watu wamekuwa anasimama barabara, yani haangalia hata kama anakuta wenzake wamesimama amesikia honi, lakini mtu anakuwa na haraka anaamua kuvuka. Kwa hiyo ndio unakuta hizo ajali. Kwa hiyo yani treni, ndio maana tunasema treni inafuatwa, inagongwa. Na ule sasa utatuambia hapo kitaalamu, ni kweli ina sumanko? Maana wengine wanasema ukikaribia tu inakuvuta. Haina sumanko. Judith, pengine sasa tueleze upande wa maisha ya kazi. Unawezaje kujigawa kazini, familia, na wakati unaenda kusoma ulikuwa katika nafasi ipi? Tayari umeshaanzisha familia ama ilikuwa bado? Wakati nimeanza kusoma tayari nishaanzisha familia, mimi ni mke na watoto. Na katika mazingira ya kujigawa kikazi, kazi yangu mimi kwa sababu imeshakuwa iko ndani ya damu yangu, ndio kazi yangu. Kwa hiyo siwezi kuikwepa. Kwa hiyo ratiba zangu za kifamilia huwa nazipanga vizuri tu. Kwa hiyo yani kazi, ninapokuwa kazini kama hivi niko kazini. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kitakachozuia mazingira yangu ya kazi nisifanye. Na ninapokuwa nyumbani ninakuwa na majukumu yangu ya kimama kama kawaida. Kwa hiyo hakuna kinachoshindikana kwa sababu familia yangu inafahamu, hadi mume wangu anafahamu kwamba ninapokuwepo eneo la nyumbani, kwa sababu mimi niko kituo cha Dar es Salaam.
Kwa hiyo hapa ndio kituo changu cha nyumbani. Mfano, nimetoka safari ndo nimefika labda asubuhi saa 1 labda. Kwa hiyo natakiwa nipumzike nyumbani masaa 12. Baada ya kutoka safari, natakiwa nipumzike hapa nyumbani masaa 12 bila kupangwa kazi. Kwa hiyo sasa ninapokuwa nyumbani, kwa hiyo najua nautumia huo muda vizuri. Kama ikitokea hakuna gari, basi naweza nikakata siku 2 hata 3. Langu wewe nafuata hapo Judith kwamba saa hizi 12 ni za mapumziko, lakini saa hizi 12 basi na shaka hapo ni asubuhi. Kwa hiyo mchana mzima ukisema urudi ulale ni uongo kwa mama. Lazima umeshika hiki, umeshika kile, upumzike hapo ili urudi tena kwa ajili ya kuanza safari nyingine. Kwanza hizo safari tu zenyewe za usiku, utatusimulia inakuwaje ukiwa unaendesha chombo kama hiki mpaka Kisake? Unaisha Kisake? Usiku hapo inakuwaje? Utatuibia pia na siri hapo, lakini unaporudi sasa ni saa 12 asubuhi, kuna huu muda wa kupumzika hapa. Mama kweli anapumzika? Mimi kitu kikubwa kabisa ninachozingatia nikirudi nyumbani, kwanza nipumzike, kwa sababu hii ni kazi yangu. Kwa hiyo kama nimerudi safari labda nimekesha, hata kama sijakesha, inatakiwa nipumzike vya kutosha, nihakikisha nipumzike ili hata ninapotokea labda nitakuja kupangwa tena kazi, yani niwe tayari nimeshapumzika. Alafu mambo mengine nilishapanga ratiba zangu za nyumbani. Hata jamii inaonizunguka nilishawaomba tu, nikamwambia jamani, mimi kazi yangu hii naombeni tu mnichukulie, msije mkaniacha mkanitenga kwenye jamii, kwamba mazingira yangu ya kazi yako 1 2 3. Kwa hiyo naishi nao tu, haina shida. Na ninapokuwa kazini ndio hivyo. Sasa sijui utaweka kwenye changamoto ama utaamua kutusimulia itakuwa katika namna gani? Safari za usiku ni mambo gani ambayo huwa mnakutana nayo? Alafu kwa kama mwanamke ni yapi yashe kukuogopesha? Kwa sababu tunaambia usiku huko mambo ni mengi njiani. Kwenye reli na yenyewe hapo. Mimi sijui kukutana na mambo magumu. Changamoto zipo kama kipindi hiki unavyoona cha mvua. Tunapangwa gari, na kweli sisi kazi zetu hazina cha saa 2 asubuhi, saa 8 usiku. Yaani unapangwa tu, unatakiwa ulipoti kazini muda fulani. Kwa hiyo ule muda unaopangwa kulipoti ndio unatakiwa ulipoti kazini na uanze safari. Kwa hiyo sasa sisi changamoto kubwa zaidi zikitokea mambo ya kiufundi njiani usiku. Kuna saa nyingine hiyo unaona reli hiyo, kipindi hiki cha mvua, reli kwa reli hiyo, ukiwa umebeba mzigo mkubwa unapopandisha mlima, kuna kitu kinaitwa wheel slipping. Hiyo inatupa changamoto kubwa sana. Saa nyingine huwa yani reli haiwezi kwenda, yani inateleza, kunakuwa na uteleza kati ya reli na reli. Kwa hiyo zoezi nyingine inatakiwa tumwage mchanga. Kuna pipe ziko hapo chini, nadhani ziko pale kwa ajili ya kusaidia mchanga. Saa nyingine napo pipe zinazidiwa, unapotumia sana, saa nyingine zinazidiwa. Kwa hiyo inabidi saa nyingine ushuke ili uangalau umwage mchanga kwenye matairi ili angalau move. Isha kutokea hiyo? Mara nyingi sana. Isha kutokea ukasimama wapi? Najaribu tu kupata hiyo picha porini ulikosimama na uoga. Hamna, yani tunakuwa tu na ujasiri, yani sijui tunakuwaga tunaua ujasiri. Hauko peke yako. Inategemea. Kwenye treni ya abiria tunakuwa madereva wawili. Ya mizigo? Ya mizigo kutoka hapa hadi Kisaki nakuwa dereva peke yangu. Hapo sasa una mizigo ya watu, hali ya hewa kama hii ya mvua, mambo yameslip. Na una slip unafanya sasa hapo. Yaani mpaka ni slip ujue nimeslip kweli, yani imeshindikana kweli. Lakini mara nyingi huwa tunatoka. Na isha kutokea ukawa na mzigo alafu ndio hivyo uko peke yako, ama mara nyingi ikitokea unakuwa na dereva mwenzio? Niko peke yangu, maana ninapokuwa na mzigo tunakuwa tuko wawili. Niko mimi dereva, alafu kuna mwenzangu nyuma, anakaa nyuma kabisa, bewa la mwisho, anaitwa train guard. Yeye kazi yake kuangalia movement ya mabewa yale yote. Yeye anakabidhiwa mabewa, mimi nakabidhiwa locomotive. Kwa hiyo tunapotokea hiyo huwa tunawasiliana, tuna radio call. Huwa tunawasiliana, bwana hapa nimepata changamoto hivi 1 2 3. Kwa hiyo vipi? Namwambia najaribu. Kama tukiweza tunaweza. Kama ana uwezo naye kutembea kama sehemu ambayo hatuko mbugani, anaweza akatembea. Lakini tukiwa mbugani kama kuna changamoto ya kushuka chini huwa tushuka. Kwa muda isha kutokea hiyo pia? Ikiwa usiku zaidi. Tukiwa mbugani huwa tushuka. Unaweza kukaa kwa muda gani? Isha kutokea ukakaa kwa muda gani? Yaani kama ni changamoto kubwa ambayo haiwezekani, yani tunaweza tukakaa mpaka asubuhi. Hata kama changamoto imetokea saa 2 siwezi kushuka. Tukio gani ambayo isha kutokea katika mazingira kama hayo na utalisahau? Kuna bewa liliachana na bewa mwenzake. Kwa hiyo ili niondoke, siwezi kuondoka nikaacha mabewa mengine nyuma. Kwa hiyo ile process ile kile kitendo kile cha kuachana bewa na bewa, kwa hiyo inatakiwa yule wa nyuma ambaye ni train guard anatakiwa ashuke
Kwa hiyo aje kunipa ishara kama hizi tulizokuwa tunapeana hapa, jinsi ya kuunga. Alafu kuna pipe za upepo, pipe zetu za upepo hizo hapo. Kwa hiyo zinatakiwa zile pipe aje aunge, kwa sababu upepo unakuwa haupo, kwa hiyo siwezi kupata breki. Akishaunga arudi nyuma, nijaribu breki kama zinafanya kazi. Baada ya hapo sasa ndo tuanze safari. Sasa ile pale yani inapokukuta huko mbugani kuanzia saa 2, saa 1 hivi giza limeshaanza, hauwezi. Hauwezi hapo, lazima asubuhi itakukuta hapo. Na ifika asubuhi ndo sasa upate msaada. Sasa ikifika asubuhi ndo inakuwa rahisi hata yani shida kwamba sio kama hatuwezi. Shida kwamba inapotokea pale ni mbugani. Yani inapotokea mnyama, yani kwa usiku huwezi kumuona kirahisi. Huwezi kumuona kirahisi. Na saa nyingine tunafunga mabewa mengi. Kwa hiyo mtu unaweza ukatembea hapa ukafika hata mbali kule. Kama nusu kilomita unakuta uwezi, usalama unakuaje. Hizo ni sehemu ya changamoto ya kazi yako? Hizo ni changamoto hasa ukiwa mbugani. Changamoto ziko nyingi. Kama nyingine? Kama nilivyosema mimi mwanamke. Lakini katika wanawake wangu ndo niko kwenye hii kazi ambayo naifanya saa hizi. Kazi hii watu wengi wanatubeza. Hamwezi. Yule mwanamke anafanyaje? Yani saa nyingine tunakatishwa tamaa. Mtu anakuja kabisa na kukatisha tamaa. Wewe kazi hizi baada ya kubaki na mume wako nyumbani, kuangalia familia yako, sini na nini, unajikuta unaingia kwenye hao ni abiria ama ni watu wafanya kazi wenzio, ni watu tu kawaida? Hapana, ni watu tu, yani wanakuwa kama yani hawakuamini. Yani wanakuwa kama ni watu ambao wana wasiwasi. Uliwezaje kusonga katika nyakati hizo za kuonekana kwamba ninapoingia kazini, kwanza locomotive haijui kama mimi ni mwanamke naoiendesha. Hata kamera hapo zinaniangalia, lakini hazijui kama anayojua ni nani, mwanamke. Lakini kamera zinafanya kazi yake. Kwa hiyo na mimi pale ninapopaleti kwamba ni ujuzi ambao umeniweka pale, sio jinsia. Kwa hiyo huwa hazinipi shida, kwa sababu kazi yangu na miaka 13 na niko vizuri sana. Wengine huwa wanafurahia pengine wakigundua kwamba dereva ni mwanamke. Wengi mno, tena wanatupungia kabisa na mikono hivi. Wanafurahi Kitu gani kinakufurahisha kwenye kazi yako? Mimi ninapojiamini, ninapopewa treni yenye karibu tani 1600 nikifikisha salama, mimi kwangu ni furaha sana. Napenda sana na furahi. Unaweza kuwashauri nini wa mabinti ambao wanatamani kuwa kama Judith? Mabinti kama nilivyosema mwanzo kwamba yani kwanza washike elimu. Alafu wakishashika elimu wasiogope kusema hii kazi sijui ya mwanamke, hii kazi sijui ya mwanaume. Yani hizi kazi zote zinawezekana. Yani hili jambo lote linawezekana, kwa kila mtu linawezekana. Ukiweka nia linawezekana. Yani mtu asiogope kuomba kazi eti kwa sababu kaona hata kama kuna sehemu natakiwa fundi ujenzi. Yani mtu anajikuta mimi kazi zile wanaofanya vile mara nyingi wanaojenga ni wanaume. Hapana. Hayo mambo sasa hivi hayapo kabisa. Kama mimi mnavyoniona hapa, hizi mashine hapa sasa hivi zinatia amri yangu. Nazipa tu amri tuondoke, inaondoka. Simama, inasimama. Piga honi, inapiga. Kwa hiyo yani hili jambo linawezekana. Kwa maana wewe hata mwanamke fundi ujenzi, kuwa engineer, mtengeneza, muendesha mitambo, yani hamna kinachoshindikana. Kujiamini na kusema mimi naweza. Basi. Naamini kuna wale ambao hawajawahi kuona locomotive kwa ndani ikoje. Kuna wengine wanatamani hata waingie waione. Sasa kupitia Bi Mashada tuwaonyeshe kazi ambayo Bi Mashada anaifanya kama alivyoeleza. Yeye hapa alipo umetumia neno gani? Kwamba unaliamrisha alifanye kile unachotaka. Wakati tunaenda ndani kuna vibox hapa nimeviona. Hii ni box ya mchanga. Kwa hiyo ndo kama vile nilivyosema kwamba kuna ile tunapotembea sasa kipindi hiki cha mvua, kunakuwa na unyevu mwingi. Kwa hiyo reli huwa mara nyingi inateleza. Yani inapokutana taili na reli huwa inateleza. Kwa hiyo sasa kunakuwa na pipe maalumu ambazo zinatoka kwenye hiki box, vyote hivyo vya mchanga. Kwa hiyo kunakuwa na pipe ambazo ziko hapo elekezi, zinatoka kwenye box hapo zinaenda huko chini. Unaweza kushika? Unaweza tu kushika. Ndio huo. Kwa hiyo mchanga huo kuna sehemu zake kule tunabonyeza kwa ajili ya mchanga unatoka. Unaenda moja kwa moja kwenye reli afu locomotive ina move. Sasa naenda kuamrisha locomotive ifanye kazi. Inatia amri. Inatia amri ya sio mwanamke, inatia amri ya anayekiendesha. Karibu. Hapa nilipoanza kuwasha
Hii ni betri yetu. Tunaiwasha. Kwa hiyo tukishawasha betri hapo, kwa hiyo sisi tunawasha kwa kutumia mfumo wa kompyuta. Kwa hiyo hapa kuna vitu ambavyo vyote vilivyokuwepo hapa ni circuit ambazo zinasababisha kwamba locomotive iwake na ifanye kazi. Kwa hiyo mimi kama nilivyosema mwanzoni kwamba mimi sio mwanamke bali natoa amri kwa ya mashine ifanye kazi. Tunasubiri upepo, kama nilivyosema breki zetu tunategemea upepo. Kwa hiyo tunasubiri upepo ujae. Kuna geji hizi zitatuonyesha hapa. Upepo ukishajaa ndio tunaweza tukaanza movement. Hapa ni reverse. Breki ndio iko wapi? Breki hapa kwa ajili ya locomotive. Mtazamaji wa TBC1, Bi Mashada, ndivyo tunavyomaliza Bi Mashada wetu akiamrisha locomotive kutii. Anasema yeye ni mwanamke. Treni ama locomotive haijui anaendesha ni wa jinsia gani. Kwa hivyo mwanamke yoyote unaweza kufanya chochote, unaweza kuendesha chochote katika kujipatia fursa, lakini kuzichangamkia fursa haijalishi ni sehemu gani. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Shamimu Mlacha. Naomba nikusiuendelee kutazama TBC1 kwa vipindi vinavyofuata. Neema ya mvua imetufikia wana Bi Mashada.